hii mafahamu Mtume alayhi salatu wassalam wakati anapewa utume alikuwa peke yake, ana nguvu. Wakaanza kuingia katika Uislamu jamaa wake, watu wake wa karibu, iwemo mkewe, rafiki yake Abu Bakr, kadhalik Ali ibn Abi Talib akiwa ni ndugu yake, alikuwa ni anamlea pia katika nyumba yake. Watu wakaingia katika Uislamu mmoja mmoja, lakini walikuwa katika kipindi kigumu sana, kipindi ambacho walikuwa wakiteswa, wakionewa na maadui zao. Mateso na maumivu na maonevu yalikuwa ni makubwa. Mtume alayhi salatu wassalam alipowaambia masahaba wahame waelekee katika mji wa Habasha, na mtawala ambaye sio Muislamu lakini ni mwadilifu, walikwenda mara mbili katika mji ule. Sababu yake ni nini? Ilikuwa wakionewa, wakiteswa, hawana nguvu katika mji wa Makka. Tumekuja athar kama vile Al-Khabbab ibn al-Aratti radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam yawman min al-ayyam, siku moja aliwahi kuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam akiwa amekaa katika Kaaba. Akamwambia, ewe Mtume wa Allah, hivi utuombei nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, wallahi zitakuja zama atatoka mmoja wenu katika mji huu wa Makka aelekee katika mji wa Hadramaut Yaman, hakuna anachokihofia isipokuwa mbwa mwitu kula kondoo wake au mbuzi. Kwa maana mtakuwa hamna tena hofu ya kuwahofia hawa maadui zenu. Kadhalika mnafahamu habari za kina Ammar ibn Yasir ambao walikuwa wakionewa, wakiteswa. Mtume alayhi salatu wassalam akawa anapita katika sehemu ambayo wakiteswa, akiwaambia sabran ya ala Yasir, kweni na subra enyi watu wa jamaa ya Yasir. Naam. Na kadhalika kina Bilal na wengineo katika zama katika mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala alipitisha mtihani mkubwa katika zama hizo mpaka pale alipoamrisha Mtume alayhi salatu wassalam na masahaba kuhama kwenda katika mji wa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuitimiza ahadi ambayo ameiweka katika Qur'an, ikiwemo vita vile vya Badr ambapo Mtume alayhi salatu wassalam akukusudia kwenda kupigana. Alikusudia kwenda kuuzingira msafara wa Abu Sufyan